Unahitaji fresh anointing kila wakati ili uende hatua nyingine. Na hii inatupa kanuni ya kiroho ya kwamba Mungu huanza kutuamini na kutupa nafasi ya kutawala katika eneo dogo kwanza. Sijui unanielewa? Mungu huwa anaanza kukupa eneo dogo kwanza, uweze kulimudu, uweze kulitawala, ufanye kwa uaminifu mpaka Mungu akuamini. Akishakuamini anaagiza upako mwingine. Unaona, ukisoma katika Luka 16:10 inasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anatukuza hatua kwa hatua. Ndio maana swala la kutafuta upako wa juu yako haliepukiki. Kama unataka kumiliki, kama unataka kutawala, kama unataka kuongezeka, kama unataka kupiga hatua nyingine, unahitaji kila wakati upate fresh anointing. Ndio maana hata mitume walipohubiri mara ya kwanza, Petro aliposimama akahubiri mara ya kwanza, watu waliokoka watu 3000. Tunasoma Biblia, hiyo ni first wave ya anointing. Lakini anointing inayofuata, ukisoma anointing inayofuata, walipoenda kuhubiri mahali fulani, waliokoka watu 5000. Second wave. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu 5000 wakaokoka katika lile eneo. Third wave ilipokuja, wakatawanyika dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio upako unavyofanya kazi.